Shetani anatafuta teknolojia mpya, anatafuta mbinu kila patopo leo, ili aweze kukutrap, aweze kukushika, aweze kuendesha maisha yako. Kwa hiyo jiepushe na mkono wa mwindaji ambao ni shetani, wahunzi wa kuzimu, wale watengenezaji wa silaha. Wanaendelea kutengeneza silaha kila patopo leo, wanatengeneza silaha za kila namna, wanatengeneza silaha za vyakula, wanatengeneza silaha za watu, wanatengeneza silaha za zawadi. Mbinu mpya zinainuka kwa ajili tu ya kushinikiza watu waliosimama, kuendelea kubomoa maadili ya dunia, kuendelea kuharibu zaidi. Kwa hiyo Roho wa Mungu lazima kae ndani yako kwa kiwango kilicho kikubwa sana, ili wewe una uhakika ya kuwa kitu chochote ambacho unafanya au unapokea ni uhakika ya kuwa ni Mungu amekiagiza, na wala hakuna ndani yake hila ya aina yoyote. Maanake hakuna uharibifu ndani yake. Maanake kwa kufanya hivyo, nguvu za Mungu zitaingilia kati kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa maisha ya kwako. Usipokee tu imradi umepokea. Hakikisha kwa neema ya Kristo Yesu imeamua ndani ya roho yako. Neema ya Kristo Yesu imekusimamia. Neema ya Kristo Yesu imekuongoza, katika jina la Yesu Kristo. Bwana na Mungu wetu aliye hai akakusimamia katikati ya maamuzi ya kupokea vitu vya aina ya zawadi, asije shetani akatumia hiyo njia na kuharibu maisha yako. Biblia inasema ajionaye kuwa amesimama na ajiangalie nafsi yake asije akaanguka. Kwa hiyo mitego ya shetani, Mungu akusaidie uweze kuingamua, uweze kutoka. Ninashukuru kwa sababu unanisikia, na Roho wa Mungu atatenda mambo makubwa kwenye maisha ya kwako juu ya kujiepusha na zawadi zisizokuwa na mpangilio na zawadi za kishetani.